Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninawakaribisha katika kipindi hiki ambacho kuna watu wachache wameniuliza kuhusu mchakato mzima wa kumpata Baba Mtakatifu katika Kanisa Katoliki au kumpata Papa mpya katika Kanisa Katoliki, kwamba huwa unakuwaje. Ndugu zangu, ninatambua kwamba sasa hivi tuko katika kipindi ambacho kipindi cha sala cha kumwombea Baba Mtakatifu Francisco, aliyekuwa kiongozi wetu wa Kanisa Katoliki duniani. Tunafahamu kwamba Mungu amemuita kwenda kukaa pamoja naye. Kwa hiyo tunapenda kuchukua muda huu kumwombea, lakini pia kuwaombea makardinali ambao wanakusanyika sasa kuanza vikao kwa ajili ya kumpata mrithi wa Petro, maana yake kumpata Papa. Sasa kuna hatua kama 7 ambazo huwa zinafuatwa wakati wa mchakato huu mzima wa kumpata Baba Mtakatifu. Hatua ya kwanza kabisa ni kutangazwa kwa sede vacante. Hii sede vacante ni neno la Kilatini. Neno la Kilatini linalomaanisha kwamba kiti cha Papa kiko wazi, kwamba kiti kiko wazi, sede vacante. Na hii sede vacante inatokea tu baada ya kifo cha Papa au baada ya kifo cha Baba Mtakatifu au baada ya Papa kujiuzulu, kama alivyofanya Papa Benedikto wa 16 ule mwaka wa 2013. Kwa hiyo anapokuwa amefariki au Papa anapojiuzulu, basi kiti kinakuwa wazi, na ndio maana tunaita sede vacante. Alafu hatua ya pili, baada ya mazishi ya Baba Mtakatifu, hatua ya pili inayofuata ni kuitishwa kwa makardinali. Makardinali wanakuwa na mkutano maalum wa maandalizi. Kwa hiyo baada tu ya hii sede vacante kutangazwa, makardinali wanakusanyika kwa mikutano inayoitwa General Congregations, na mikutano hii inafanyika kila siku ili kupanga mchakato mzima wa uchaguzi. Na katika mikutano hii labda mara nyingi wanajadili kuhusu hali ya kanisa, wanajadili kuhusu hali ya dunia. Kwa hiyo wanaangalia sifa zitakazohitajika kwa Papa mpya. Kwa hiyo makardinali wote kabisa huwa kwa mfano wanaweza wakashiriki makardinali wote, lakini si wote watakaoweza kuwa na uwezo wa kupiga kura. Maana yake ili kardinali aweze kupiga kura ni lazima awe chini ya miaka 80. Kwa hiyo wale walio juu ya miaka 80 wanaweza kushiriki kwenye vikao, lakini inapofika muda wa kupiga kura, wale ambao wana miaka chini ya 80 tu wakati wa sede vacante inaanza ndio wako eligible kupiga kura. Mfano halisi ni ule mwaka 2013. Makardinali 115 waliokuwa chini ya miaka 80 walikusanyika mjini Vatikani kwa ajili ya kumchagua Papa. Halafu kuna hatua nyingine, ni hatua ile ya conclave tunaita. Unajua conclave pia ni neno ambalo, conclave ni uchaguzi, ni mkutano wa uchaguzi ambapo makardinali sasa wanajifungia kwenye mahali pasiri panaitwa Sistine Chapel, bila mawasiliano ya aina yoyote na dunia huko nje, wanakuwa wenyewe. Na mchakato huu kwa kweli huwa unaanza na adhimisho la misa takatifu kwa ajili ya uchaguzi wa Papa. Kwa hiyo hawa makardinali wakishamaliza misa huwa sasa wanaingia kwenye ile Sistine Chapel, huku wakiimba wimbo wa Veni Creator Spiritus, kwamba wakimuomba Roho Mtakatifu awashukie na kuwaongoza, kwa sababu ni jambo kubwa, ni tukio kubwa sana. Kwa hiyo wakiingia kwenye Sistine Chapel, hawa makardinali huwa wanakula kiapo cha kutunza siri kuhusu uchaguzi huo. Na mfano maalum, kunakuwa pia na mfumo maalum wa usalama, kuhakikisha kwamba hakuna njia yoyote ambayo watu wanaweza labda kufuatilia au kusikiliza au kupeleleza kile kinachoendelea ndani. Hapana, kunakuwa na mfumo maalum wa usalama. Lakini pia hatua ya 4 ni utaratibu mzima wa kura, kwamba kura inakuwaje. Unajua
kura zinapigwa labda mara 4 kwa siku, mara 2 asubuhi na mara 2 jioni, na makardinali wanaandika jina la yule anayestahili kuwa papa baada ya kusali, baada ya kuomba mwongozo wa Roho Mtakatifu, baada ya kutafakari kwa kina. Na ili mtu achaguliwe kuwa papa ni lazima atimize angalau theluthi 2 ya kura zote ambazo zimepigwa. Na baada tu ya kura kupigwa, zile karatasi za kura huwa zinachomwa kwa kutumia kemikali maalum. Kwa hiyo kama papa hajapatikana, wanapochoma zile karatasi wanaweka kemikali ambayo moshi wake utakuwa mweusi, utatoka nje moshi mweusi, kuonyesha kwamba hakuna papa aliyechaguliwa, hakuna papa, bado papa hajachaguliwa. Lakini kama papa amechaguliwa, wanapochoma zile kura wanaweka kemikali ambayo inatoa moshi mweupe, moshi mweupe kwenye ile bomba maalum juu ya Sistine Chapel, na hiyo ni ishara kwamba inayojulisha dunia nzima kwamba sasa papa amepatikana, sasa tuna papa. Kwa mfano tarehe ile ya 13 mwezi Machi mwaka 2013, saa 1:06 jioni, moshi mweupe ulitoka kwenye ile Sistine Chapel, ikiwa ni ishara kwamba sasa kanisa lilikuwa limempata papa mpya ambaye alikuwa ni Papa Francisco. Kwa hiyo ule moshi mweupe unaashiria kwamba dunia sasa tumempata papa, kanisa limempata papa. Lakini pia baada ya papa mpya kuchaguliwa, huwa anachagua jina ambalo jina lake la kipapa, ambao ni ishara ya utume wake. Nitaeleza kwenye video siku moja nyingine kwamba kwa nini papa anachagua jina. Nitaeleza tu sasa hivi kwa kifupi, lakini nitakuja kueleza vizuri. Unajua, mara tu baada ya kukubali uchaguzi, papa mpya anaulizwa, unachukua jina gani kama papa? Unachukua jina gani? Kwa hiyo anachagua jina. Na hili jina lina maana kubwa sana ya kiroho. Linaonyesha ishara ya utume wake utakapokuwa, mwelekeo wa utume wake anataka uweje. Kwa mfano, Kardinali Karoli Wojtyła, huyu ambaye alichukua jina la Papa Yohane Paulo wa pili ule mwaka 1978. Yeye alichukua Yohane Paulo wa pili akimuenzi Yohane Paulo wa kwanza aliyefariki mwezi mmoja tu baada ya kuchaguliwa kuwa papa. Na tunafahamu Kardinali Jorge Bergoglio, huyu ambaye sasa ndio Papa Francisco, yeye alichagua jina Francisco ili kumwenzi Mtakatifu Francisco Asizi, ikiwa ni anataka upapa wake uwe ni ishara ya huduma, unyenyekevu, utunzaji wa uumbaji. Kwa hiyo nitakuja kueleza vizuri juu ya hilo muda mwingine. Lakini baada pia ya kuchagua jina, sasa ameshachagua jina, ataitwa papa nani. Kinachofuata, hatua nyingine ya 6 ni ile kutangaza sasa kwamba tunaye papa. Tangazo tunaita la Habemus Papa, kwamba tunaye papa. Kwa hiyo baada tu ya kumpata papa sasa, Cardinal Deacon ambaye ndiye anatangaza kwa Kilatini, atatangaza kwa Kilatini kwamba Habemus Papa, kwamba sasa tunaye papa, na atamtaja kwamba ni Kardinale so and so, na amependa kuchukua jina so and so. Kwa mfano alivyomtangaza Kardinale Bergoglio kutoka Argentina ule mwaka 2013 kwamba amechukua jina Francisco, najua. Kwa hiyo wanatangaza sasa. Kwa hiyo na papa mpya sasa akishatangazwa, anajitokeza kwenye ile balkoni ya Basilika ya Mtakatifu Petro akiwa na mavazi rasmi. Sasa amevaa vazi leupe, ile kanzu nyeupe na kile kikofia kidogo cheupe. Anatoka sasa kutoa baraka yake ya kwanza kabisa kwa watu wote, kwa watoto. Kwa hiyo huu ndio mchakato ambao wa kumpata papa. Kwa kweli huu ni mchakato wa kiimani, ni mchakato wa kiimani na kitakatifu sana, wenye utakatifu wa hali ya juu. Unajua, uchaguzi wa papa ni tukio kwa kweli takatifu, ni tukio la kiimani zaidi, sio tukio la kisiasa, sio tukio la kisiasa. Huu ni uchaguzi ambao unategemea zaidi sala, unategemea zaidi mwongozo wa Roho Mtakatifu, lakini pia busara na uaminifu wa makardinali. Kwa hiyo ni muhimu tufahamu kwamba katika kanisa Katoliki
Papa ni kiongozi wa kanisa lote Katoliki duniani. Papa pia ni mrithi wa Mtume Petro, anafuata ile succession kutoka kwa Mtume Petro, kwa sababu Mtume Petro ndo alikuwa papa wa kwanza kwa kweli. Na pia papa ni askofu wa jimbo Katoliki la Roma. Lakini pia ni mkuu wa nchi ya Vatikano. Kwa hiyo takuja kueleza haya mambo baadaye, lakini kwa muda huu nimependa tu kueleza kwa kifupi mchakato huu mzima wa kumpata papa. Ninaomba tuendelee kusali, tuendelee kuombea mchakato huu huko mjini Vatikano, tuombee makardinali afya njema ya roho na ya mwili, ili basi Roho Mtakatifu aweze kuwaongoza tuweze kumpata Baba Mtakatifu. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza. Lakini pia tukumbuke kuiombea roho ya Papa Francisco. Mungu amjalie furaha ya milele huko mbinguni. Amen.